Inasikitisha, kipindupindu chaua wakimbizi wa Kongo nchini Burundi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kucomment, bila kusahau kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Hali ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokimbia kwenda Burundi bado ni mbaya sana na inazidi kuzorota kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. UN na mashirika ya misaada wanatoa onyo kwamba hali ya kibinadamu ni mbaya na Burundi inaonekana kupoteza uwezo wa kuhimili idadi kubwa ya watu wanaosalia. Kuna baadhi ya miongozo muhimu kabisa kuhusu hali ya wakimbizi ambayo imetolewa, ikiwemo idadi ya wakimbizi ikiwa inaongezeka sana. Tangu mwanzo wa mwaka 2025, maelfu ya Wakongo walikimbia vita mashariki mwa DRC na kuingia Burundi. Taarifa za hivi karibuni kutoka UNHCR zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 84,000 kutoka DRC kwenda Burundi walienda kutokana na machafuko, na idadi hii imeendelea kuongezeka mara kwa mara. Jambo lingine ni hali ya kibinadamu ni ngumu ndani ya Burundi. Wakimbizi wengi wanaoishi katika kempu za mpito na maeneo yasiyo na huduma za kutosha, huku huduma za msingi kama chakula, maji safi, usafi wa mazingira na malazi zikiwa hazitoshi kabisa. Kuna ukosefu mkubwa wa chakula na maji, na baadhi ya maeneo yamerekodi visa kadhaa, jambo linaloongeza hatari ya magonjwa miongoni mwa wakimbizi. Burundi ni moja ya nchi masikini zaidi ulimwenguni, na kuingia kwa idadi kubwa ya wakimbizi kumeweka msongamano mkubwa juu ya huduma za serikali, misaada ya kibinadamu. Mashirika kama WFP na UNHCR yanakumbana na changamoto kukidhi mahitaji ya chakula na msaada mwingine muhimu kama idadi ilivyoongezeka. Wakimbizi ni familia zilizoachwa bila mali nyingi. Ni mchanganyiko wa wanawake, watoto na wazee. Wengi wametoka sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC kama Uvira, Bukavu, Goma, wakikimbia vita na ukosefu wa usalama. Takribani wakimbizi 8 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbilia nchini Burundi wamekufa kwa ugonjwa wa kipindupindu. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mmoja wa wafanyakazi kutoka katika shirika la misaada linalohudumia wakimbizi hao. Mfanyakazi huyo ameonya kwamba maelfu ya watu wanakabiliwa na hali mbaya na ya kutisha baada ya kukimbilia Burundi. Hii ni kufuatia hatua za hivi punde ya kundi la waasi wa M23 katika mji wa Uvira mashariki mwa DRC. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi ni kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 yamesababisha wakimbizi wa ndani kufikia 500,000 katika jimbo la Kivu Kusini pekee nchini Kongo, wakiwemo 200,000 ndani ya eneo la Uvira. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili wa haraka wa dola milioni 33 ili kuweza kuwasaidia wakimbizi hao. Mabishano kati ya serikali ya DRC na vikundi vya waasi wa M23 yameendelea kusababisha msongamano wa wakimbizi hata baada ya makubaliano ya amani ambayo yaliyowekwa hapo mwishoni mwa mwaka 2025. Hii inaashiria kwamba mgogoro wa kibinadamu bado haujakomeshwa.